Hali ya usalama katika eneo la Point Zero na maeneo ya jirani katika wilaya ya Fizi, Kivu ya Kusini, bado iko chini ya udhibiti wa vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, karibu katika habari zetu hizi. Nikikualika ikiwa ndo kwanza kabisa na kuja kujiunga nasi, usisahau kusubscribe channel yetu, usisahau kucomment, lakini pia kushare kwa wengine ili waweze kupata habari zetu hizi kwa urahisi. Habari zetu tutaanzia milimani mirefu mwa tarafa la Fizi kama ilivyo ada. Msikilizaji na mtazamaji, Kwetu News 24 inafanya kila kinachowezekana ili kukufikishia habari na taarifa zote zinazohusiana na vita pamoja na kisiasa pamoja na maudhui mbalimbali kwa urahisi, tena kwa muda uliomwafaka, baada ya kufanya uchunguzi wa kina na kudhibitisha kwamba habari ni za uhakika. Basi msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, tukujuze tu kwamba hali ya usalama katika eneo la Point Zero na maeneo ya jirani katika wilaya ya Fizi mkoani Kivu ya Kusini tangu Jumapili hii ya Februari 15 hadi Jumatatu hii ya Februari 16 bado iko chini ya udhibiti wa vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wazalendo. Kinyume na taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii, hakuna kurudishwa kwa nafasi hiyo muhimu na waasi wa Twirwaneho M23 Alliance Fleuve Congo wanaodaiwa kuwa na ushirikiano na RDF kulingana na vyanzo vya kijeshi. Katika mawasiliano rasmi, jeshi linahimiza wananchi kujihadhari na taarifa za uongo zinazotolewa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu madai ya kuchukuliwa kwa Point Zero na maeneo ya jirani na waasi wa Twirwaneho Red Tabara pamoja na M23. FARDC inasema kuwa wanaendelea na jukumu lao la kuleta amani katika maeneo yote na vitengo vilivyo chini ya uvamizi wa wavamizi hawa na kudhibitisha tena azma yao ya kurejesha kabisa mamlaka ya serikali katika jimbo la Kivu Kusini. Kamanda wa muda wa sekta ya operesheni ya Sokola ya pili Kusini, Kanali Apoko Bangala Michel, anawahimiza wananchi kutulia na kuwa macho, huku akiwahamasisha wakaaji kuwa na amani zaidi na jeshi lao ambalo linadhamiria kumaliza muungano huo wa makundi yenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati haya yakijiri, raia wanaoishi maeneo ya huko Minembwe wa kabila la Kinyamulenge na maeneo jirani wameomba mkazo wa mazungumzo na makabila mengine jirani wanaoishi milima mirefu ya tarafa la Fizi kwa lengo la kufikia maridhiano ya kudumu. Ombi hilo la mazungumzo linaloombwa na kabila la Wanyamulenge kwa makabila mengine yanayoishi tarafani Fizi, inaonekana kuna upinzani au kukataa kutoka kwa mmoja kati yao, wakisema kuwa ni mazungumzo yasiyo na mwisho na yasiyo na maana. Naam, tujielekeze mji mkuu wa Kinshasa ambako waziri wa nchi anayehusika na sheria nchini DRC Guillaume Ngefa amepiga marufuku kwa muda uandikishaji wowote mpya wafungwa katika gereza la Makala jijini Kinshasa. Hatua hiyo ambayo imeanza kutumika tangu Februari 14 imechukuliwa ili kukabiliana na janga la kipindupindu ambalo tayari limesababisha vifo vya wafungwa 5 katika gereza hilo la Makala. Waraka wa waziri uliosomeka ulisema, kwa kuzingatia hali hii na ili kuzuia kuenea kwa janga hili, imeamriwa kuanzia sasa watu wote waliolazwa katika gereza kuu la Makala wazuiwe kwa muda hadi taarifa zaidi itakapotolewa kwamba ziara zisitishwe au zipunguzwe kabisa kulingana na kufuata sheria za usafi na kanuni za sasa za afya, na kwamba hatua za kiafya ziimarishwe mara moja, ikiwa ni pamoja na utoaji wa dawa muhimu, usambazaji wa bidhaa za kinga na dawa za kuua vidudu, usambazaji wa vifaa vya matibabu vinavyofaa. Barua hiyo ya waziri wa sheria amebainisha kwamba maafisa wa magereza, mamlaka za afya na huduma zote muhimu zinazohitajika ili kuhakikisha utekelezaji mkali wa hatua hizi na kuhakikisha ufuatiliaji wao mkali. Novemba iliyopita, wakfu wa amani wa Bill Clinton ulikemea hali mbaya wanayopitia wafungwa katika gereza la Makala na Ndolo huko Kinshasa.
Alitoa mapendekezo kadhaa kwa serikali ikiwa ni pamoja na kuharakisha usindikaji wa kesi za wafungwa na kujenga majengo mapya ndani ya eneo la gereza ili kuboresha hali ilivyo kwa sasa, pamoja na kujikinga na magonjwa kama kipindupindu pamoja na majanga mengine. Msikilizaji wa Kwetu News 24, ni hapo ndipo tumeshusha nanga katika habari hizi za leo, habari ambazo zilithibitishwa, habari ambazo zilitolewa baada ya kuchunguzwa na kubainika kwamba ni habari za ukweli. Usisahau kusubscribe, usisahau kushare, usisahau kucomment pamoja na kulike. Asante kwa kuwa nasi. Kwaheri kwa sasa.